Iran inalenga kuzuia meli za nchi hasimu kupita katika lango la bahari la Hormuz. Hii ni kauli ya bunge ambalo wakati huu linatayarisha mswada wa aina hiyo unaolenga kuzuia meli hasimu. Mwenyekiti wa kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni katika bunge la Iran amesema sheria hiyo inalenga kuimarisha mamlaka na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Bunge la nchi hiyo la Iran linatayarisha mswada kuhusu lango la Hormuz ambao utazuia meli za kijeshi na za kibiashara kutoka nchi ambazo Tehran inaziona kuwa ni hasimu kuingia katika ghuba bila idhini ya Iran. Mbunge huyo anasema. Ibrahim Aziz, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni, amesema hayo jana Jumanne kwamba sheria hiyo inayopendekezwa itakuwa miongoni mwa sheria muhimu na za juu zaidi za Iran tangu kutaifishwa kwa sekta yake ya mafuta, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA. Chini ya mswada huo, meli za kijeshi na za kibiashara za nchi hasimu hazitaruhusiwa kuingia katika ghuba bila idhini ya Iran. Aziz anasema nchi hasimu kwa Iran ni pamoja na Marekani, lakini pia Israel na baadhi ya mataifa ya ghuba, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu. Ikumbukwe baadhi ya mataifa ya ghuba yameanzisha uhusiano mzuri katika kipindi hiki, licha ya kwamba yalikuwa na uhusiano mbaya. Bado kuna mataifa mengine kama vile Jordan na mataifa mengine katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Kuwait, bado hayana uhusiano mzuri na Iran. Yote haya yanatajwa kwamba meli zao hazitoweza kupita katika lango la bahari la Hormuz ikiwa kutakuwa na makampuni ya meli za kutoka katika mataifa ambayo mlango wa bahari wa Hormuz umepita, hasa Qatar, lakini pia na Oman. Chini ya mswada huo, meli za kijeshi na za kibiashara za nchi hasimu hazitaruhusiwa kuingia katika ghuba bila idhini ya Iran. Sheria hiyo inalenga kuimarisha mamlaka ya udhibiti wa Iran kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Mnamo Agosti 9, msemaji wa kamati hiyo Hassan Ghashghav alisema kamati iliidhinisha muswada unaolenga kupata mlango wa bahari Hormuz na ghuba na kukuza maendeleo endelevu katika maeneo yote mawili. Eneo hilo limesalia kuwa na wasiwasi tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Tehran na Washington bado hazijafikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza makabiliano hayo, huku kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kukiendelea kutatiza misururu ya usambazaji wa nishati duniani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.